Kichwa cha maneno ya hotuba yetu, taufiki na kabuli, kwa maana kuwafikiwa na Mungu na kukubaliwa na Mungu. Kwenye kusudio gani? Kwenye kusudio wa yote tuliyoyafanya na tunayoyafanya na tutakayoyafanya. Lakini kusudio la kimisingi, tunataka taufiki ya Mungu na kabuli ya Mungu kwa tuliyoyatenda katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwani kuijua saumu yangu nimefunga kweli na kuijua saumu yako umefunga kweli, si wakati tupo katika Ramadhani, ni wakati wa baada ya kutoka Ramadhani. Hivi sasa ndio tutakuwa na kipimo cha kufaulu mtihani wetu wa saumu na kufeli kwa mtihani wetu. Na hili la kukubalika kiakili bali kukubalika kidalili. Kukubalika kiakili, ulipokaa kwenye meza ya mtihani waweza ukapiga mahesabu ulivyofanya mtihani wako, kisha ukasema mtihani niliyofanya nina matarajio ya kufaulu, japo sitaupata wote, lakini sitaukosa wote. Na hisabu zako za mezani baada ya mtihani waweza kusema nilivyofanya mtihani na maswali yake yalivyokuwa, pana hatari ya kuukosa wote. Kipimo tunacho sisi, na hichi ni kipimo cha kiakili. Ama kidalili, fabiqauli llahi ta'ala, badil insanu ala nafsihi basira walau alqa ma'adhira wa fil athar hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, jihisabuni wenyewe kabla ya kuhesabu. Sasa mimi hapa, wewe hapa, ushajijua kwa kujumlisha uliyoyatenda, upo uwezekano wa kufaulu ama upo uwezekano wa kufeli. Lipi la muhimu sasa kwangu na lipi la muhimu kwako? Ni haya mawili niliyoyafanya ndio anwani ya hotuba yetu. Haya mawili ni mambo muhimu sana baada ya sisi kutoka kwenye kumi. Maana tulisema kwenye kikao chetu cha mwisho hapa ya kuwa yatoka Ramadhani mpaka katika hotuba ya Idi tukaita rihlatu dhaifina, safari ya mgeni wetu, na tukasema mgeni huondoka na maelezo ya mapokezi mazuri alivyopokewa, ama lawama nyingi kulingamana na alivyopokewa. Ashaondoka mgeni na makaratasi ya mtihani wa ibada, ambazo hizi ni zile makadirio ya taklifi za kisheria, yenda kumakiwa. Wewe piga hesabu zako, lakini tutakwenda kuzikuta. Je, tumekubaliwa ama hatukubaliwa? Tumefaulu ama tumefeli? Mgeni ameenda kwa ripoti nzuri ama kwa ripoti mbaya? Sasa je, mimi na wewe na sasa hatuko kwenye mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kurutubika ndimi zetu kwa kumuomba Mungu, kurutubika ndimi zetu kwa kumuomba Mungu taufiki. Nafikiri hapa ndikariri sana jambo moja. Tulipokuwa kwenye kumi la kwanza, lilikuwa kumi la kwanza la mwezi uichao mwezi wa Ramadhani kwa waliofunga siku za 10 ama kwa siku ambao ni tesisia. Walokuwa kwenye siku ya 10 wako kwenye kumaliza kumi la kwanza la mwezi uitwao mwezi mtukufu wa Ramadhani. Walokuweko 9 walikuwa wakimbilia kwenye kumaliza 10 kwenye kumi la kwanza la mwezi mtukufu wa, wote wako katika mwezi mtukufu wa. Tulipokwenda kwenye kumi la mwisho, hisabu ya mbele na hisabu ya nyuma, wote walikuwepo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lililobaki kitu kimoja,
usibaki kwetu kutiriri, hawa hawakukubaliwa, hawa walikubaliwa, hawa wataka walipe kafara, hawa wataka walipe dinari moja. Haya ni maneno farigha ya kupoteza wakati na kuwata la muhimu. Lililobaki ni kufaulu kwetu kwenye mtihani, kufeli kwetu. Lililobaki jambo moja muhimu, fatwa haziishi hususan Kenya. Kenya fatwa ni nyingi sana, na wenye kutoa fatwa ni nyingi sana, na wasomi ni wengi sana, japokuwa bado ufinyo wa watu wa fiqh. At-tawfiq wal qabul ndio maudhui ya hotuba yetu ya leo. Ni nini tawfiq? Sikia vizuri sana. At-tawfiq ni mambo mawili yanayopeana mkono kubadilika. Huwezi kukubaliwa ikiwa hukupata taufiki ya Mungu, na huwezi kukosa taufiki ya Mwenyezi Mungu iwe umekubaliwa kabisa. Ukipewa taufiki ya Mwenyezi Mungu utapata kabuli kwa unayoyatenda. Ukikosa taufiki ya Mwenyezi Mungu hupati kabuli kwa unayoyatenda, na ukipata kabuli kwa unayoyatenda ni taufiki ya Mungu, na ukikosa kabuli kwa unayoyatenda umekosa taufiki ya Mwenyezi Mungu. La kuomba kwa kila Muislamu ni kurutubika sasa kwa kasi kumuomba Mungu taufiki na kabuli kwa yote tuliyotenda. Nini taufiki? Watu wa lugha ya Kiarabu sema hii at-tawfiq ni masdar ya fi'li waffaqa yuwaffiqu tawfiqan. Al-muwaffiqu wallahu tabaraka wa ta'ala, Allahu huwa al-muwaffiq wal hadi ila sawa'i sabil, na mwenye kuwafikiwa ambao ni mimi na wewe ikiwa tumejaliwa, huyo ni muwaffaqu, alwafikiwa. Tayeb, kwa hivyo itakuwa maana tawfiq, maana kuwafikiwa, yaduru haula ilhami alkhairi wa taysirihi, huduru, huzunguka nyuma ya ilhamu ya Mungu ya kheri ya mtu na wepesi wake. Ukipata kheri ya Mungu umepata taufiki ya Mungu. Ukipata wepesi kwa unayoyatenda ndio taufiki ya Mungu. Waman yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Tayeb, imekuja katika Lisanul Arab cha Ibn Mandur akisema, ukisema wawafaqahu Allahu lilkhairi, Mungu amempa taufiki ya khairi, alhamahu, amempa ilham, wa huwa min at-tawfiq, huko katika kuwafikiwa. Katika Al-Mu'jam al-Wasit asema at-tawfiqu min Allah lil-'abdi, tawfiki ya Mungu kwa mja, saddu tariqil sharri, ni kumzibia barabara za shari. Intabi, tawfiki ya Mungu kwa mja ni kumzibia barabara za shari, wa tashilu tariqil khairi, na kumsahilishia barabara za khair. Ukiona barabara za shari una uzito kuziandama, fa'lam annahu ni tawfiki ya Mwenyezi. Ukiona barabara za khairi una hamu nazo sana kuzifanya, jua kuwa ni tawfiki ya Mungu, si khairi, si uhodari wako. Kisha kasema waqad yakunu qasduka bitawfiq, na yawezekana kusudio lako la tawfiki ikawa aamu min dhalika, lenye kuenea zaidi kuliko hiyo, au mimma yashmulu tawfiq, au chenye kukusanya tawfiki, li khairi dunya wal akhirah, kwa khairi mbili, mtu kupata khairi ya dunia na kupata khairi za akhira. Weka kando kwenye mengi. Nini kabuli? Kabuli kweli nini? Alqabulu wal muwafaqa, ni muwafaqa na kuwafikiwa. Mtu hutenda kisha akafikiwa na Mungu katika yale matendo. Mtu hutenda kisha akapata taufiki ya Mungu kwa yale matendo, au akapata kabuli. Ndipo nikakwambia mawili yanaopeana mkono
kati ya taufiki na kabuli. Taufiki ya Mungu ukipata, umekubaliwa uyatendayo. Ukikubaliwa uyatendayo, hiyo ndiyo taufiki ya Mwenyezi Mungu. Ni vitu viwili vya kufaa mtu kuviomba kulipo porojo nyingi na maneno mengi baada ya kutenda ibada ambayo ni muhimu. Kwa hiyo kabuli ni almuwafaqa wa huwa min ni'amillah. Muwafaqa, kupewa taufiki, ni katika neema za Mungu wa ala insani, kwa mwanadamu. Wewe mwanadamu ukipewa taufiki na Mungu, ukipewa kabuli na Mungu, wallahi umepata neema kubwa katika neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na neema hii ya kabuli, sikiliza anavyoona anaposema, yadha'uhu fi wajhi, Mungu huiweka kwenye uso wa mtu. Yani mtu tuneja uso wake ukawaona kabuli kwenye mambo, mpaka sisi tukasema uso wake mzuri kwa kinaye, kumbe ule ni mtu aliyopata kabuli. Au sauti, ama sauti, mtu akampa mja wake kabuli katika sauti, akizungumza kitu ni kitu cha maana na sauti yake ikasikika, si uhodari wa mtu wala ufasaha wa mtu, bali ni taufiki ya Mwenyezi Mungu kwa mja wake. Au hadithi, ama kwenye mazungumzo, au mujarradi hudhuri lafiti, ama mujarrad wa hudhuria mtu kwa nguvu, yani ikawa mtu analolifanya anauhudhurisha moyo wake kwa kasi kwa analolifanya. Unaporukuu, kurukuu ni katika kilele cha unyenyekevu katika rukni za swala. Hata Mungu katika swala yote tunaoiswali kataja sifa mbili ambazo zina nzito, tarahum ruk'an sujada. Wanazuoni wamezungumza mengi kuhusu umuhimu wa kurukuu na kusujudu, bali kusujudu ina uzito zaidi, kwa sababu ukisujudu ndio uko mbele ya Mungu zaidi, uko karibu na Mungu zaidi. Sasa ile hudhuri yako na zile shughuri zako ziwe katika sida, nimesujudu, niko mbele ya nani, zile hisia zako ndio utazidi kuwa mnyenyekevu na tazidi kuwa na udhila. La yataamaduhu au yaksiduhu, hudhuri ya moyo wa mtu kwenye mambo ikamjilia bila kukusudia wala bila kutegemea, pengine tu ni katika mapenzi ya Mungu kwake, na kwa kuwa mtu ni walii katika mawalii wa Mwenyezi Mungu. Wanavyoni wakasema hivi, alqabulu ni'matun min Allahi, kabuli ni neema kutoka kwa Mungu. La tuqaddaru bithamani, haikadiriwi kwa thamani. Hakuna thamani ya kabuli. Leo wewe umeandikiwa kabuli na Mungu, haina thamani. Thamani yake ni kubwa sana, haifikiwi kabuli ya Mungu kwa mtu na thamani ya chochote tunachokijua kwa kina thamani. Hayo tuyafahamu vizuri sana. Biannaha, kwa sababu alamatu hubbillahi laka, hiyo ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Mungu akikupa taufiki kwa uyatendao, Mungu akikupa kabuli kwa uyatendayo, ni alama ya mapenzi ya Mungu kwako. Na Mungu ana vipenzi vyake, na pana vipenzi vya Mungu hapa duniani, na vipenzi vya Mungu kuitwa auliya illah. Ala inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun man hum alladhina amanu wa kanu yattaqun, vipenzi vya Mungu. Kwa hivyo ukipata taufiki ya Mungu na kabuli kwenye kutenda, ni kipenzi cha Mungu na ni alama ya kukubaliwa. Istamia, fala taghtarra binafsika, usijihuri kwa nafsi yako, usijidanganye kwa nafsi yako. Fama ahabbuka illa lijamili sitri llahi bikhafayaka, watu hawakukupenda wewe, wala hakuna kampeni ya mtu apendwe na watu isipokuwa walikupenda kwa uzuri wa sitara ya Mungu ya mengi ya maficho yako. Kuna mengi tuyafanya tumeyaficha, na hayo mengi tuliyoyafanya ambayo tumeyaficha, Mungu ametusitiri nayo.
Kwa hivyo si uhodari wa mtu wa pendo la watu kwake, waweza ukatoa mpaka ukafa kutoa, na kila ukitoa huzidi kukutukia. Waweza ukawalisha watu katika maisha yako yote, na kila ukiwalisha na bahasha juu wakazidi kukutukia. Waweza ukafuturisha watu mwezi nzima, ukawapa na gunia la nguo za sikukuu, lakini wakazidi kukutukia. Pendo la watu kwako, hata kama hukuwatendea lolote, ni taufiki ya Mungu, sitara ya kusitiri maficho yako mengi uliyoyaficha, Mungu akayapa sitara. Kwa hivyo usijihuri kwa hayo. Waislamu watukufu, ikiwa kwa ufupi sana kulingamana na wakati, taufiki na kabuli ni mwanadamu aombe sana sana, kwa sababu Ramadhani ni mwaka ujao. Mwaka ujao ikija Ramadhani, sio sisi sote tutakuwa wenyeji wa kuipokea. Itaingia Ramadhani ipate wenyeji wa kuipokea. Ramadhani iwe mwalimu wa mtihani wa watu wengine, na sisi tulioipokea tumeenda kwenye maisha mengine, kungoja kutoka kwenye maisha kwenda kwenye maisha, tuwepewe resulti zetu za mitihani kwa kuambiwa ikra kitabaka kafa binafsika alyawma alayka hasiba fala taghtar, usijihuri kwa lolote unalotenda. Omba taufiki ya Mwenyezi Mungu na uombe kabuli. Ndivyo walivyokuwa salafu na saleh. Ndugu zangu katika imani, hebu tuitoe hadithi iliyoko katika Sahihu Muslim min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu, inipe matumaini mimi na ikupe matumaini wewe, tuwe na mwelekeo ufaao mtu kuelekea na kumuomba Mungu taufiki, kwani mwanadamu yaqtarihi al-khalaq waz-zalal wal-hafwa wal-kamalu mutlaq lillahi tabaraka wa taala. Tumuombe Mungu taufiki na kabuli, na tuyapunguzeni tulio nayo, kwa sababu hayatufikishi popote wala hayatupi thawabu zozote. Ipulike hii hadithi. Wako watu katika dunia hii vipenzi vya Mungu, na Mwenyezi Mungu amewapa kabuli, na kama walivyotokea watu katika dunia hii watembea wakijijua min annahum min ahli aljanna. Allahu akbar. Wanatembea, waenda mashamba, waenda masokoni, wafanya biashara zao, mtu akijua yote haya nayafanya na najijua mimi ni katika watu wa peponi, kwa bishara zilizokuja na kwa taarifa za uhakika zilizotoka kwa al-haqqul mubin, zikaja kwa as-sadiqul amin Muhammadun alayhi salatu wassalam. Mimi na wewe hivi sasa kwenye yote tunayotenda na mivurugo yote tulionao, nani atakayejashiri kusema atanazzahu wa ana a'rifu anni min ashabi janna? Abadan, abadan, abadan. Falinatadarra ila Allah biddu'a wa tawfiqi na qabuli. Hebu tuisome hii riwaya. Muslim amepokea katika sahihi yake min hadithi Abi Huraira asema, Mtume sallallahu alaihi wasallam asemaje? Inna Allaha idha ahabba abdan, hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mja, hakika Mwenyezi Mungu akimpenda mja, daa Jibrila, kumuita Jibril. Sitaki nimweleze Jibril. Jibril ni ameitwa Ruhul Amin, Ruhul Qudus, Shadidul Quwa, ambaye alikuwa ni mwalimu wa mwaminifu wa ardhini. Mtume Muhammad alipewa mwalimu wa mwaminifu wa mbinguni, msiri wa Mungu. Imagine jamani, hiko ni cheo kisichofanana na leo.
yani siri hupewa siri na Mungu. Huyo ni mwaminifu wa kiasi gani? Aje ampe Mtume Muhammad siri itokao kwa Mungu, na siri kabla haitoka, angalia jinsi ya kupewa Jibrili siri. Riwaya sahihi, hupotezwa fahamu malaika wote. Sio masala kwamba kwa nenda kawafungie waweke kizuizi kwenye siku 2-3 mpaka kumalizike kupigwa kura ndio watoke. Hao mambo yetu ya kiudhia. Hapana, hiyo siri yataka kutoka kwa Mtume Muhammad, malaika wote wamelazwa hawana fahamu tena, na Jibrili pia ukosesha fahamu. Kisha kaamshwa Jibrili peke yake. Jamani, huyu ni mwaminifu wa kiasi gani? Atukua siri kutoka kwa Mungu kwa kupotezwa fahamu malaika, na kisha kupewa ujumbe, nenda na kwa Mtume Muhammad. Kila kipita kwenye kongamano la malaika hawathubutu kusema hebu tudekeze kuna nini, kwenda nini kwenye ardhi. Wakisema madha qala rabbukum, qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Mola wenu mlezi amesema nini? Malaika wamuuliza Jibril. Jibril alisema qala al-haqqa, amesema ya kweli, na yeye ni wa juu, na yeye ni adhim, mkubwa. Malaika wote wasema qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Siri kaja kwa nani? Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayeb, sasa Mwenyezi Mungu ampendapo mja wake humuita mwaminifu wa wahi kutoka Mtume Adamu mpaka kahatimika kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akamwambiaje? Faqala, Mungu akamwambia Jibril, inni uhibbu fulana, mimi nampenda fulani. Na hapa tusikia hii hadithi, kwa maana hakuna mtu aitwa fulani. Hukuambia mimi nampenda fulani, ni fulani kwa majina yake matatu, tukisipekua riwaya, kwa sababu majina yetu yote Mungu anayajua. Uitwao jina ulipendalo, jina ambalo wengine likiitwa hushtua wengine kwa kule kutoka kwake lile jina na lile jina lilivyo. Sasa kuna majina tofauti lajulikana. Njoroge ajulikana, Kimani ajulikana, Bahero ajulikana, kwa majina rafiki yangu matatu. Utaponyoka tuitaka hii riwaya. Amwambia Jibril, mimi nampenda fulani, sasa nililokuitia inni uhibbu fulana faahibbahu, mimi nampenda fulani nawe pende. Qala, Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fayuhibbu Jibril naye akampenda. Hakuna njadala. Mungu, mimi nampenda fulani nawe mpende. Jibril naye akampenda. Thumma yunadi fi samaa, kisha akapewa amri ya kutangaza kwenye mbingu. Fayaqula, sema inna Allaha yuhibbu fulana, Mungu apenda fulani. Faahibbuhu, nani mpendeni. Fayuhibbuhu ahlus samai, huyu mtu aliotajwa na Mungu, alopendwa na Mungu, akapendwa na Jibril, akapendwa na watu wa mbinguni wote. Ya salam. Thumma yudha'u lahu alqabula, ashapendwa na Mungu. Kupendwa na Mungu umepewa radhi zake, ashapendwa na Jibril, ushachangazwa katika almalahul a'la. Mpendeni wakampenda mtu mwingine katika watu, akawekewa kabuli. Sasa kuwekewa kabuli ni kukubaliwa alifanyalo fil ardhi, tena akapewa kabuli ardhini. Ndipo sisi tunasema fulani mashallah ana kabuli, hata akikuombea ana kabuli kweli kweli. Nimewapa mfano wa kukurubisha usahali wa uelewe kabuli ni nini. Ni mtu pendo liko kwa Mungu, akapendwa na Jibrili, ukatangazwa mbingu wakampenda. Hebu niambie, maamuzi umependwa na malahul a'la, tukiwa na watu wote baadhi, joto liko wapi? Pana joto hapo jamani? Wapendwa na watu, viumbe vitakatifu, ajsamu nurania, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Watu tahara wakisema kuli
Wewe pengine waweza kupendwa na mtu na huyo mtu akawa ulewa kama komba, na kama kupenda waweza ukapendwa na mtu akawa mtu huvuta bangi kama tena zile bangi za tete zile, ukipiga nguvu kama bisi. Na Bwana kwambia hizo bangi ukizipiga maana kuambia hizo, ukitoka mtu mmoja huona vivuli 20. Ndio kupenda wewe, lakini upende na malaika malaul ala. Twendeni kisha huwekewa kaburi ardhini. Haya, twende upande mwingine. Wa idha abghadha abdan, Mungu anapombughudhu mja, anapomtukia mja, daa Jibril, pia kumcha Jibril, fayaqulu, akasema inni abghadha fulani, mimi nimetukia mtu fulani, fa abghidhu, na wewe Jibril tukie. Qal fayubghidhu, Jibril naye akamtukia. Qal fayubghidhu Jibril thumma yunadi fi ahli sama, kisha akatangaza kwa watu wa mbinguni, inna Allaha yubghidhu fulani, Mungu anamtukia fulani, fa abghidhuhu, na nyinyi tukieni. Qala fayubghidhunahu, na malaika wote wakamtukia. Thumma tudau lahu albaghdha, kisha ardhini kukawekwa bughudha tu kwa mtu alitukiwa na Mungu na kutukiwa na malaika. Ndugu zangu katika imani, kaifa taarifu alqabula, fama hiya asbabu alqabul, utajua vipi kabuli ni nini na sababu za mtu kupata kabuli ni nini? Kwa wepesi. Moja, adamu rujuu ila dhambi baada taa, watakurudi kwa dhambi baada ya taa. Imetoka Ramadhani, uko kwenye taa ama umerudi kwenye maasi. Tumewaona tu kwa alfajiri ya siku ya Eid watu wako kwenye mtindi. Mwenyezi Mungu awaongoze. Na Ramadhani ilikuwa jana tu. Mbili katika alama ya kabul, alwajalu min adami qubuli al-amal, wana hofu kutokubaliwa amali, wala si kumanisha na hofu. Ukiwa na hofu amali sijakubaliwa, ndio huwa na bidii kuzidi kutenda amali. Kama hivi sasa wewe useme namna ulivyosoma na mishahada ulionao, lakini ukasema bado sijasoma, sikubali kuwa nimesoma, utazidi kusoma. Asokuwa msomi ni yule akisoma kidogo tu basi madharubu katika mjtama wako, na yeye dunia nzima amesoma yeye. Na ndivyo jinsi walivyokuwa maswahaba, namna walivyokuwa wakitenda, kusema tuogopa kutokubaliwa, si kwa kuwa walikuwa na shaka, ili wazidi kutenda, na mifano ni mingi. Tatu katika alama taufiki na kukubaliwa, at-tawfiq ila amali salih, kuwafikiwa kwa amali njema baada ya Ramadhani. Istisgharu al-amal, amali unayoitenda ufanye ndogo, hujatenda lolote. Wa adamul ujbi wal ghururi lahu, watakufanya utu na ghururi kwa unayoyatenda. Hubbu taa, alama ya tawfiki ni mtu kupenda taa. Wa karhul ma'siyah, na kutukia maasiya. Arrajau wa kathratu du'a, kuwa na matarajio na wingi wa dua. At-taysiru lit-ta'a, kuwa na wepesi wa kufanya utiifu. Wal-ibtiadu 'anil ma'siyah, na kujiepusha na maasiya. Mwisho, hubbu salihin, watu wema kuwapenda. Wa bughdhu ahli maasi, na kuwachukia watu wa maasiya. Hata nisimame hapa, lakini nikiahidi weka miadi na Mungu amjaze kheri Imam na idara husika ya msikiti, imenipa Ijumaa 3 mfululizo. Na kwenye mwanzilishi wa hotuba hii at-tawfiq wal qabul, nitakuja kwenye shindikizo la hii mada, kuwafikiwa na kabuli. Je, unatamani kusimama mbele ya nyumba tukufu ya Allah na kufanya ibada tukufu ya Umra? Na je, unatamani kuitembelea miji mitukufu yenye baraka? Basi Al-Hajjah Travelers inakupatia fursa hiyo adhimu kwa gharama ya dola 1800 pekee, siku 14 kamili katika miji mitukufu ya Mecca na Madina, na mkutembelea maeneo yote yenye historia tukufu ya Uislamu, malazi kwenye hoteli za kifahari karibu kabisa na Al-Haram. Tutakuwa na mashehe wakubwa wenye elimu ya tarikh ya miji hiyo, na zaidi utaambatana na timu ya Al-Hajjah TV katika safari hii ya baraka.
Hii ni fursa adhimu ya kuimarisha ibada yako katika ardhi tukufu. Hii ni safari maalum inayofanyika mara moja tu kwa mwaka, kila mwezi wa Disemba kuanzia tarehe 22. Na mwaka huu nafasi ni 20 pekee. Wahi sasa. Usipoteze fursa hii adhimu na ya kipekee. Al-Hajar Travelers. Tunakupeleka kwenye miji mitukufu kwa huduma bora na gharama nafuu. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu nambari 0111 457 575. Al-Hajar Travel, your journey, our commitment.